Maswali tunamalizia na Mheshimiwa Florent Kiombo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikushukuru kwa nafasi ya kuchangia bajeti ya Wizara ya Kilimo, na kwa nafasi kabisa kwanza nimshukuru Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa mageuzi makubwa ndani ya sekta hii. Tunaona BBT zimeanza na afua nyingine ambazo zinaendelea ndani ya Wizara ya Kilimo. Lakini kwa nafasi ya pekee nimpongeze sana Mheshimiwa Daniel Chongoro na msaidizi wake ambaye ni David Silinde. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niseme maneno machache kwamba Mheshimiwa Chongoro hauko hapo kwa bahati mbaya. Ukiangalia katika maneno matakatifu, Daniel alikuwa ni nani? Alikuwa ni mtu anayetafsiri maono ya mfalme Nebukadreza, na wewe Mheshimiwa Rais amekuweka hapa ukatafsiri maono yake ndani ya Wizara ya Kilimo. Lakini hakukuacha peke yake, akakuongezea David ambaye ni Daudi. Daudi alikuwa kijana mdogo, kwa kombeo na jiwe ndoto za Mheshimiwa Rais katika kilimo. Mtume Daudi huyo David aende kule chini kuhakikisha kwamba maono ya rais yanaweza kufika. Hiyo korabo ya watu wawili, Daudi na Danieli, ukiunganisha na mtendaji mkuu wa wizara ndugu yangu makini sana Gerard Mweli, naamini mtaenda mbele na makatibu wakuu wawili pamoja na viongozi wengine ndani ya wizara hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nitajikita katika maeneo manne. Eneo la kwanza ni katika masoko ya mazao, lakini eneo la kimkakati la bonde la mto Ngono, na eneo la tatu ni maboresho ya vibali ndani ya COPRA, na mwisho nitashauri katika maendeleo ya tume ya ushirika. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika masoko naendelea kupongeza juhudi za Mheshimiwa Rais. Ameendelea kujenga masoko katika maeneo mbalimbali ndani ya nchi. Hapa sasa tunaona masoko matano yanaendelea kujengwa katika halmashauri za Ngara, za Tarime, Kyerwa pamoja na Kahama. Lakini Mheshimiwa Waziri, wewe ni shahidi, mnaendelea kubainisha kujenga masoko ya mazao katika maeneo ya Rusumo na Manga pamoja na Kasumuro na Ulili. Mheshimiwa Waziri Chongoro, wewe umekuwa mtendaji wa chama, unajua nchi hii vizuri. Eneo la Mtukura ndani ya wilaya ya Misenyi ni eneo linalofanya kazi kubwa ya biashara ya mazao nje ya nchi. Na ukiangalia katika takwimu mwaka 2023-24 zaidi ya tani 300 zimeuzwa pale. Mwaka uliopita tani ya 1050. Mheshimiwa Waziri, ni kuombe kwa ajili ya wanamisenyi, weka mazingira mazuri ya ushindani ndani ya wilaya ya Misenyi, eneo la Mtukura. Ni kuombe ukija kuhitimisha utuambie ni lini unaenda kujenga soko la mazao ndani ya eneo la Mtukura. Na Mheshimiwa, ili tuweze kufanya biashara shindani na wenzetu wa nchi ya Uganda na maono ya Mheshimiwa Rais yaweze kufikiwa. Mheshimiwa, la pili ni eneo la kimkakati la bonde la mto Ngono. Tunajua bonde la mto Ngono, Mheshimiwa Waziri, mmeshaliainisha lina hekta 1016. Linajumuisha wilaya 3 ndani ya mkoa wa Kagera. Is a game changer ya uchumi wa mkoa wa Kagera. Na wilaya ya Misenyi tunaona katika eneo la Nkenge, Buchurago, Buturage, lakini pamoja na Bulembo ni maeneo yote. Ukienda wilaya ya Mleba yapo maeneo 7. Ukienda eneo la Bukoba vijijini yako maeneo 7. Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Rais amesimamia upembuzi umekamilika, usanifu umekamilika, wakandarasi wamepatikana. Leo majadiliano ya kusaini mkataba yamechukua muda mrefu. Daniel, mtafsiri ndoto na maono ya Mheshimiwa Rais, na kuomba uje kuhitimisha kutuambia, je, ni lini mikataba hiyo inaenda kusainiwa, bonde la mto Ngono tuweze kupata mazao na iwe game changer ya uchumi ndani ya mkoa wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, la tatu, COPRA inafanya kazi vizuri, inatoa vibali. Ombi langu kwa wanamisenyi na wananchi wengine ambao wanapata vibali vya mazao, Mheshimiwa, tunatoa kibali cha tani 100 tu. Wakati pembeni mtu anao mzigo wa tani 1000, anao tani 500. Mheshimiwa, ni kuombe kiwango hicho kiongeze. Vijana wanakuwa wameshapata mazao yako pembeni, wasubiri kibali kimoja. Kwa hiyo ukitoa kibali cha tani 1000, tani 2000, inampa nafasi mfanyabiashara kufanya vizuri na kuweza kuondoa gharama zingine ambazo anaweza akazipata kwa sababu ya usafirishaji. Kwa hiyo ni kuombe idadi ya vibali tani ziongezeke, lakini na muda, pamoja na kwamba mfumo upo unafanya vizuri na taasisi yetu inafanya kazi vizuri. Niombe Mheshimiwa Waziri, simamia vizuri kazi inayoendelea ndani ya COPRA. Muda wa kuidhinisha vibali angalau masaa machache, kama mtu amecomply vigezo vyote apewe kibali aendelee na biashara. Mheshimiwa Mwenyekiti, ushauri wangu wa mwisho ni katika tume ya maendeleo ya ushirika Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Rais amefanya kazi katika tume hii, imekuwa na maendeleo makubwa. Tunaona leo Benki ya Taifa ya Ushirika imeanzishwa. Tunaona viwanda vilivyokuwa vimekufa sasa vimefufuliwa. Tunaona imeanza kuwa na mfumo ndani ya tume ya ushirika ambayo imeunganishwa na mifumo mingine. Mheshimiwa, kazi nzuri inafanyika. Tunaomba Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara iweze kuiunga mkono
kuisaidia, kwa sababu mambo yanayotekelezwa ndani ya tume hiyo mengine katika vyama vya ushirika hawaungani nayo kwa sababu ya maslahi. Tuwape nguvu waweze kusimama na kutekeleza maono ya Mheshimiwa Rais. Tunayo bima ambayo imeanzishwa kwa ajili ya wakulima. Mkulima akilima, iwe ni mafuriko, iwe ni mvua ya mawe, iwe ni upepo, mkulima anakompensatiwa mazao yake. Lakini tunaona mmeleta mizani mizuri ya kupima mazao ya mkulima ya elektroniki, mkulima apunjwe mazao yake. Lakini hayo mambo yana vipingamizi kule kwenye vyama vya ushirika. Wape nguvu tume iweze kusimama vizuri na kuhakikisha kwamba maono ya Mheshimiwa Rais yameweza kukamilika. Mimi Mheshimiwa Mwenyekiti, najua umenivumilia, nashukuru. Kwa maono ya Mheshimiwa Rais ya Daniel na Daudi, naomba mkafanye kazi tuhakikisha kwamba wizara yetu inaendelea kusonga mbele. Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga mkono hoja. Asante sana.